Mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhari gani? Karibu tena katika update za PMTV. Tupo hapa kujiuzana na kupeana habari mbalimbali kuhusiana na yale ambayo yanaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Unaweza kushiriki nasi kwenye comment hapo, wewe ni mdau wa PMTV kutoka wapi, na sisi tukapata kufahamu hapo. Andika tu comment hapo, lakini pia nakukumbusha sehemu sahihi ya kubashiri ni kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ya mapiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa kufanya hivyo utakuwa sehemu ya wale ambao wapo katika nafasi nzuri ya ushindi mkubwa katika msimu huu wa Kombe la Dunia, ambapo PMbet inatoa magari zaidi ya 6 ambayo yanatoka kwenye Super Royal Sports pekee, na wewe ukawa mmiliki wa gari Toyota IST. Kila wiki gari moja inatoka. Serikali ya Marekani imetangaza msaada wa kifedha kwa Kenya ili kuimarisha maandalizi na mifumo ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Hatua hiyo inakuja wakati hofu ya kusambaa kwa ugonjwa huo ikiongezeka kufuatia visa vilivyoripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC pamoja na Uganda. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za kimataifa, Marekani imeahidi zaidi ya dola za Kimarekani milioni 13, zaidi ya bilioni 35 za Tanzania kwa ajili ya kusaidia juhudi za Kenya katika ufuatiliaji wa ugonjwa huo, uchunguzi mipakani, vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya pamoja na kuimarisha mifumo ya dharura ya afya. Aidha, Marekani na Kenya zimekuwa katika mazungumzo kuhusu uwezekano wa kuanzisha kituo maalum cha karantini nchini Kenya kwa ajili ya kuwahudumia watu waliokaribia wagonjwa wa Ebola, hususan raia wa Marekani waliopo Afrika. Kituo hicho kinatarajiwa kuwekwa katika eneo la Laikipia nchini Kenya na kuendeshwa kwa ushirikiano wa wataalamu wa afya kutoka Marekani. Waziri wa afya wa Kenya, Aden Duale, amesema serikali itaendelea kuhakikisha usalama wa wananchi wake unakuwa kipaumbele, huku ikifuata sheria zote za afya na usalama wa taifa katika ushirikiano wowote wa kimataifa kuhusu Ebola. Hata hivyo, mpango huo umeibua mjadala mkubwa nchini Kenya baada ya baadhi ya wanaharakati na wadau wa afya kueleza wasiwasi wao kuhusu usalama wa nchi hiyo endapo kituo hicho kitaanzishwa. Mahakama Kuu ya Kenya pia imeripotiwa kusitisha kwa muda utekelezaji wa mpango huo hadi kesi mbalimbali zilizofunguliwa dhidi yake zitakaposikilizwa. Shirika la Afya Duniani WHO tayari limetangaza mlipuko wa Ebola kwa dharura ya afya kimataifa, huku juhudi za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo zikiendelea kuimarishwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Nini maoni yako? Shiriki nasi kwenye comment hapo. Asante.